Kwa muda mrefu sasa, tarehe 12 Mei imeendelea kubeba uzito mkubwa katika historia ya kisiasa ya Uganda, na hasa kwa rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Tarehe hiyo si ya kawaida kwake, kwani imekuwa alama ya kumbukumbu ya matukio muhimu yaliyochangia safari yake ya kisiasa hadi kufikia kuiongoza Uganda kwa miongo kadhaa sasa. Museveni ameapishwa tena rasmi kuendelea na muhula mwingine wa uongozi, huku hafla hiyo ikifanyika sambamba na maadhimisho ya kihistoria ambayo kwake yana maana kubwa kisiasa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa nchini Uganda, Museveni amekuwa akihusisha tarehe 12 Mei na mwanzo wa mageuzi makubwa yaliyotikisa siasa za taifa hilo mwanzoni mwa miaka ya 1980. Chanzo kikuu cha umuhimu wa tarehe hiyo kinarejea mwaka 1980, wakati alikuwa rais wa Uganda wakati huo, Godfrey Binaisa, alipoondolewa madarakani kupitia mabadiliko ya kisiasa yaliyohusisha wanajeshi pamoja na viongozi waliokuwa wakipinga utawala wake. Kipindi hicho Uganda ilikuwa katika hali ya sintofahamu ya kisiasa kufuatia kuanguka kwa utawala wa Idi Amin, na makundi mbalimbali yalikuwa yakipigania ushawishi wa kisiasa nchini Uganda. Museveni, ambaye wakati huo alikuwa akijijenga kisiasa, alihusishwa na harakati mbalimbali zilizokuwa zikisaka mabadiliko ya uongozi nchini Uganda. Wachambuzi wanaeleza kuwa matukio ya tarehe 12 Mei mwaka 1980 yaliweka msingi wa safari yake ya kuingia madarakani miaka michache baadaye, baada ya vita vya msituni yaliyoongozwa na kundi lake la NRA. Baada ya miaka kadhaa ya mapambano ya kisiasa na kijeshi, Museveni aliingia rasmi madarakani mwaka 1986, na tangu wakati huo ameendelea kuiongoza Uganda kwa zaidi ya miaka 40. Katika uchaguzi mkuu uliofanyika Januari 14 mwaka 2026, Museveni alitangazwa mshindi kwa kupata kura 59% ya kura zilizopigwa, ushindi uliomruhusu kuendelea kubaki madarakani licha ya ushindani mkubwa kutoka kwa upinzani. Kabla ya hafla ya kuapishwa kwake, viongozi mbalimbali kutoka mataifa ya Afrika wamekuwa wakiwasili mjini Kampala kwa ajili ya kushiriki katika shughuli za kitaifa na mazungumzo ya kidiplomasia. Viongozi hao wamekutana na Museveni kama sehemu ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda pamoja na kushuhudia hafla hiyo muhimu ya kisiasa. Kwa upande mwingine, wapinzani wa kisiasa pamoja na baadhi ya wanaharakati nchini Uganda wameendelea kuibua mjadala kuhusu muda mrefu ambao Museveni ameendelea kubaki madarakani. Hata hivyo, wafuasi wake wanaamini kuwa amekuwa nguzo muhimu ya utulivu, maendeleo ya uchumi na usalama wa taifa hilo kwa miaka mingi. Kwa ujumla, tarehe 12 Mei imeendelea kuwa zaidi ya siku ya kawaida kwa Rais Museveni. Ni tarehe inayobeba historia ya mapambano yake ya kisiasa, kumbukumbu ya mabadiliko makubwa ya uongozi nchini Uganda, na ishara ya safari yake ndefu ya kuendelea kushika hatamu za uongozi wa taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Maoni yako ni yapi? Neno kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na sodakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yako yetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.